Na wasabai watazamaji wetu wa TVC 247, shikamo kwa wakubwa na marahaba kwa wadogo, na pia natumai wazima popote mlipo, wale ambao umejiandaa kwa ajili ya kesho. Kesho itakuwa nini? Manake namuona mwenzangu hapa tayari amejiandaa. Labda atuelezee kutakuwa na nini. Manake rangi ambazo amezivalia hii leo kumekuwa, labda atuambie kumekuwa na nini kesho. Kesho tunasubiri siku kuu ya wapendanao. Hii ni ishara kwamba, naashiria kwamba kesho nitakuwa mmoja, labda nitakuwa mmoja wa wale wanaopendwa. Heri wenye wamependwa, manake mmebahatika na mambo ya dunia. Niite Martin Bezi, andamana nasi hadi tamati, lakini kwanza tukupakulie vidokezo. Rais Ruto amewasili Addis Ababa, Ethiopia kwa ajili ya kikao cha 39 kwa kawaida cha bunge la Umoja wa Afrika. Victor Mitema ambaye ameteuliwa kuwa rais wa shule ama chuo kikuu cha Masai Mara hii leo ameapishwa rasmi na kuanza usukani. Na hospitali ya Kenyatta National imefanikisha kufunga kifaa cha kwanza cha uso na macho nchini Kenya katika hospitali ya umma. AFCON mwaka 2027 itafanyika nchini Kenya, Uganda na Tanzania kama alivyopanga kulingana na rais wa CAF ambaye ni Patrice Motsepe. Kimataifa ni kwamba mpaka wa Kenya na Somalia unatarajiwa kufunguliwa tena baada ya miaka 15. Andamana nasi mtazamaji, kumbuka baada ya taarifa hii tutakuwa tukikuletea ama tukikujuza ni nini kitakuwa hapo kesho. Manake mwenzangu alivyokudokezea, tutakujuza pamoja, pasi kusahau kauli ya siku. Na hii ndiyo habari kamili. Chuo kikuu cha Masai Mara kimeandika ukurasa mpya kwa historia baada ya uchaguzi ulioshuhudiwa ushindani mkali baina ya mirengo miwili, Fire na Power. Hatimaye sauti ya wanafunzi ilisikika na ushindi ukaenda kwa Victor Mitema ambaye sasa amechukua usukani wa uongozi wa wanafunzi akirithi mikopa kutoka kwa Victor Mwema. Kwa kipindi cha 2024-25 Mwema amesifiwa kwa uongozi uliokuwa mwema kwa jina na kwa vitendo, akiongoza kwa utulivu, kusikiliza sauti za wanafunzi na kusimamia maslahi ya chuo kwa busara. Aliacha alama ya nidhamu, mshikamano na uwajibikaji. Alilenga daraja la mzungumzo kati ya uongozi na wanafunzi na kuimarisha imani kwamba sauti ya wanafunzi ina nafasi mezani. Sasa pazia limefunguliwa kwa Mitema ambaye alichaguliwa kupitia mrengo wa Fire, akija na manifesto iliyojaa ahadi za mabadiliko, kasi mpya, wajibikaji na ajenda ya vitendo zaidi kuliko maneno. Wanafunzi wanasubiri kuona kama atatema alivyosema awali kulingana na manifesto yake, kutokana na maboresho ya ustawi wa wanafunzi, uimarishaji wa sauti za vikundi na vilabu, hadi kusukuma mbele uwazi katika matumizi ya rasilimali ya maamuzi ya baraza. Uchaguzi huu haukuwa tu mashindano ya kura, ulikuwa ni mtihani wa maono. Power ilisimamia na hoja zake, Fire ikajibu kwa dira yake, na hatimaye demokrasia ya chuo ikatoa uamuzi. Ushindi wa Mitema unatafsiriwa na wengi kama mwito wa kizazi kipya cha uongozi, uongozi unaohakikisha utekelezaji, unaosikika na unaojenga kwa umoja. Wakati Mwema akiacha urithi wa utulivu na mshikamano, Mitema anaingia na jukumu la kugeuza ahadi kwa matokeo yanayoonekana, siku za kwanza zikiwa kipimo. Je, ataimarisha umoja wa chuo? Atashirikisha pande zote ikiwemo Power? Na ataweka kasi ya mageuzi bila kusahau misingi iliyowekwa? Kwa sasa wanafunzi wa Masai Mara wanatazama kwa matumaini na tahadhari, wakisubiri si maneno bali vitendo. Enzi mpya imeanza, kazi imeanza, na matendo ya jamii ya chuo yako kwa Mitema. Ongoza, sikiliza na tekeleza. Na kwa upande mwingine, hospitali ya Kenyatta imeandika historia ya matibabu kwa kufanikisha kwanza nchini Kenya upandikizi wa kifaa cha kifua na uso katika kituo cha huduma za afya za umma, na kurejesha uwezo pamoja na heshima kwa mgonjwa aliyekuwa anaishi akiwa na kipande cha jicho kwa karibu miaka 4. Taratibu hii ya kipekee ilifanywa kwa mzee John Munyiri mwenye umri wa miaka 65, mkulima kutoka kaunti ya Laikipia, ambaye mapambano yake ya saratani ya taya la juu la uso yalianza na kuziba kwa pua iliyodumu na kusababisha mabadiliko makubwa ya uso. Katika taarifa ya KNH ilisema kuwa mnamo mwaka 2022, baada ya miezi ya dalili kuendelea kuwa mbaya, ikiwa ni pamoja na jicho la kushoto lilokuwa limevimba na kujaa maji,
aligundua kuwa na saratani hatari ya pua. Alirejea KNH ambapo alipata vipindi 25 vya miozo ili kuzuia kuonekana kwa ugonjwa huo. Wakati saratani ilipoendelea, madaktari walifanya upasuaji mkubwa. Juni 2023 waliondoa jicho lake la kushoto, sehemu ya pua na sehemu za taya la juu la kinywa ili kumwokoa maisha yake. Na hapo ndipo tunaweza kutamatisha habari zetu za saa 1 jioni. Kumbuka jina langu ni Pauline Ateli. Na kufikia hapo sina la ziada, labda kuwatakia wale ambao watasherekea siku ya Valentine. Pia kabla nitamatishe ni kupe kauli ya siku kwamba katika maisha ukiona umeanza kutamani vyakula vitamu kama vile samaki, nyama choma na kuku, jua kwamba maisha yako yameanza kuwa mafupi. Niite Martin Bezi, siku zote nitaitika.